Benin imemtia mbaroni waziri wa zamani wa ulinzi, wakimtaja miongoni mwa walioratibu jaribio la mapinduzi yaliyoshindwa. Benin mnamo Jumamosi ilimweka kizuizini waziri wa zamani wa ulinzi na kiongozi wa upinzani Gandine Azanai kama sehemu ya uchunguzi kuhusu jaribio la mapinduzi lililoshindwa mapema mwezi huu. Azanai alishtakiwa kwa kupanga njama dhidi ya serikali na kuchochea uasi baada ya kukamatwa wiki iliyopita katika makao makuu ya chama chake katika mji mkuu wa kibiashara Cotonou, licha ya kulani hadharani jaribio la mapinduzi. Kuzuiliwa huko kwa Azanai kunakuja siku chache baada ya watu wapatao 30, wengi wao wakiwa wanajeshi, kuwekwa kizuizini kwa mashtaka ya uhaini kuhusiana na jaribio la mapinduzi, huku mamlaka zikiendelea na msako mkali. Tarehe 7 mwezi huu wa Desemba, wanajeshi walionekana kwenye televisheni ya taifa ya Benin wakidai kuwa wamempindua Rais Patrice Talon, lakini jaribio hilo lilizimwa haraka na vikosi vilivyotii serikali kwa msaada wa jeshi la anga la Nigeria, lakini na Ivory Coast, jeshi la jumuiya ya ECOWAS, ambapo kwa ujumla waliweza kuratibu mipango ya kuharibu mpango wa mapinduzi ya kijeshi nchini Benin. Hata hivyo, inadaiwa kwamba kuna baadhi ya viongozi wametajwa kwamba walihusika na jaribio hilo, na miongoni mwa viongozi hao ni waziri wa zamani wa ulinzi ambaye inadaiwa kwamba alikuwa akihusika pakubwa katika kupanga jaribio la kumwondoa madarakani rais wa sasa Bwana Talon. Azanai alishtakiwa na inadaiwa kwamba ni miongoni mwa wale waliopanga jaribio hilo, lakini pia inadaiwa ni kutokana na msimamo wake mkali ambao alikuwa akiutoa mbele ya serikali ya Talon, akielezea namna ambavyo serikali hiyo imekuwa na madhaifu mengi. Kwa hivyo hili limemfanya kiongozi huyo kutajwa miongoni mwa wale waliohusika katika jaribio la kutaka kufanya mapinduzi. Kiongozi huyo alilaani mapinduzi hayo, lakini serikali haikuangalia juu ya kulani kwake, ilimtia mbaroni ili kumfanyia uchunguzi zaidi. Na inadaiwa kwamba yeye ana kundi kubwa la watu nyuma yake ambao walikuwa naye kwa ajili ya kutaka kutekeleza jaribio hilo la mapinduzi, huku wakiwatengenezea mazingira vijana waliohusika katika jaribio la mapinduzi hayo. Vijana hao wanadaiwa kupata mwongozo mkubwa kutoka kwa waziri huyo wa zamani wa ulinzi, wakitengenezewa mazingira ya namna ya kufanya mapinduzi hayo, lakini mwisho wa siku waliambulia patupu. Rais Patrice Talon, ambaye anatarajiwa kung'atuka madarakani mwezi Aprili baada ya kufikia kikomo cha mihula miwili ya kikatiba, anasifiwa kwa kuchochea ukuaji wa uchumi, lakini anakabiliwa na ukosoaji kuhusu kile wapinzani wanachokielezea kama kuongezeka utawala wa kimabavu. Hata hivyo, ilitajwa kwamba pengine angetengeneza mabadiliko ya katiba ili aendelee kusalia madarakani, jambo ambalo litamfanya asalie hadi mwaka 2027. Lakini baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba pengine asingeweza kuondoka madarakani kama kusingekuwa na majaribio haya ya mapinduzi. Kadhalika, wachambuzi wanasema kwamba ikiwa muda huu utafika wa uchaguzi na akang'ang'ania madaraka, huenda kukafanyika mapinduzi mengine nchini Benin kutokana na historia ya taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka na wewe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News.